Asante Bwana Yesu. Asante Mungu wa baraka. Asante Mungu wa amani. Asante mfalme wa ajabu. Asante Bwana Yesu. Asante Mwokozi. Ninamwimbia Bwana kwa kuwa ametukuka sana. Farasi na wapanda farasi amewatupa baharini. Mungu kwa rehema zake amenikomboa mwana wake. Vizazi vya watu wamesikia, wote wametetemeka. Ninamwimbia Bwana kwa kuwa ametukuka sana. Farasi na wapanda farasi amewatupa baharini. Mungu kwa rehema zake amenikomboa mwana wake. Vizazi vya watu wamesikia, wote wametetemeka. Ni mtu wa vita, Bwana ni mtu wa vita. Ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina lake. Ni mtu wa vita, Bwana ni mtu wa vita. Ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina. Ni mtu wa vita, Bwana ni mtu wa vita. Ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina. Amekomboa maisha yangu Bwana, maana ni mtu wa vita. Ni mtu wa vita, Bwana ndilo. Ameponya moyo wangu Bwana, maana ni mtu wa vita. Ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina la. Ni mtu wa vita, Bwana ni mtu wa vita. Ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina. Yesu ni mtu wa vita, Bwana ni mtu wa vita. Ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina lake. Amen, hallelujah, amen. Basi nakusalimu katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu aliye hai. Mpendwa mtazamaji wangu popote unatazama ukiwa, nichukua nafasi kukukaribisha tena katika siku nyingine ambao Biblia inasema ya kwamba hii ni siku ambao Bwana ameifanya kwa ajili yetu ili tukaweza kufurahia na kushangilia ndani ya siku hii. Popote unapotazama ukiwa, nasema karibu katika jina la Yesu. Nichukua nafasi kukukaribisha katika ushirika wetu wa siku ya Jumapili ya leo. Tutakuwa na vipindi vingi vya kuelimishwa na neno la Mungu. Tutakuwa tukibarikiwa na ibada zetu za uimbaji na ibada za aina mbalimbali katika jina la Yesu. Kwa hivyo ni furaha yangu kubwa sana kukukaribisha katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Kwa majina ninaitwa Apostle PM Simeo, Voice of Fire wa kanisa la Winners Celebration Center hapa Kericho, a fellowship where everybody is somebody. Furaha yangu kubwa kukukaribisha asubuhi ya leo tunapoingia katika maombezi ama intercessory, tunapoomba kwa ajili ya ibada za leo, tunapoomba kwa ajili ya huduma hii, tunapoomba kwa ajili ya wapendwa. Paulo alisema ya kwamba tuombeane sisi kwa sisi katika jina la Yesu, na akasema pia nasi mtuombe katika jina la Yesu. Kwa hivyo ni tabia nzuri kuweza kuombea wenzako katika jina la Yesu, na maandiko nasema wawili ni afadhali kushinda mmoja, maana wote hawatachoka. Mmoja akichoka mwingine anakuwa nguvu yake.
na kwa sababu Bwana ametuwezesha kufika mapema asubuhi ya leo, tunataka kukua nguvu kwa wale wengine katika jina la Yesu. Na ndio maana tuko hapa tukaweze kuomba pamoja na wengine katika jina la Yesu. Na pia sababu nyingine ni kuomba ni kwa sababu shetani yuko kinyume na ushirika. Na je, wajua shetani siku za Jumapili ama kuanzia Saturday huanza kuweka mikakati ya kuhakikisha wewe hautaenda katika ushirika wa Jumapili, ya kuhakikisha hautaenda katika ibada za Jumapili. Sijui kama unajua hivyo, ya kwamba shetani hupigana tena sana kukuzuilia usiende kwenye ibada za Jumapili. Ili kumaanisha ya kwamba kukuja katika ibada za Jumapili ni vita. Bwana Yesu asifiwe. Kuenda katika ibada za Jumapili si kawaida, ni vita. Maana shetani yuko kinyume na huo ushirika. Shetani hataki ukutane na watu ambao hataki uingie katika mkutano unaohusiana na Mungu. Maana Biblia inasema palipo na wawili ama watatu Mungu wako hapo. Shetani hataki uende mahali Mungu wako. Shetani hataki uende mahali ambapo unafunzwa kuhusu Mungu. Shetani hataki mahali elimu ya Mungu ipo. Maana Yesu alisema katika kitabu cha Yohana 8:31, akawaambia Wayahudi waliomwamini ya kwamba mkikaa katika neno langu, ninyi mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, nanyi mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Sasa shetani hataki ukae katika neno la Mungu. Shetani hataki uende katika kusanyiko ambalo linajikusanya kwa ajili ya neno la Mungu. Maana kila kusanyiko ambalo linajikusanya kwa ajili ya neno la Mungu, kuna ukweli ambao unajulikana. Ukweli ukijulikana, ukweli unaweka watu huru. Sikiliza, shetani hataki uwekwe huru. Shetani anataka usijue. Maandiko yanasema ya kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa sababu ya ukosefu wa maarifa. Na wakati unakosa maarifa, inamaanisha haujui. Shetani anataka ukuwe muumini ambaye hajui. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anataka uwe mama ambaye ameokoka lakini hajui maandiko, hajui elimu ya Mungu. Shetani anataka uwe umeokoka, uwe believer ambaye ameokoka lakini asiyejua neno. Maana any believer ambaye ameokoka na hajui, shetani anatumia kutokujua kwako kukutesa na kukuumiza katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa, na kila Jumapili nafasi nzuri ambayo tumepata ya kukutana pamoja kwa kipindi kirefu kwa ajili ya Mungu. Katikati ya wiki tunakutana, lakini tunakutana lisali moja kwa sababu unapaswa kwenda kazini. Lakini leo tunamshukuru Mungu kwa sababu tuko na masaa zaidi ya 4 kukuja pamoja, tusikilize mambo ya Mungu, tuongee mambo ya Mungu, tumwabudu Mungu, tuimbe, tumtukuze, tuongee mambo ya kiungu. Leo tuko na kipindi kizuri sana, na ndio maana nataka kuomba pamoja na wewe. Maana shetani yopigana na wewe hataki utoke kwa nyumba. Shetani anataka leo ukae kwa nyumba, na ndio maana ako na strategies zake za kuhakikisha anakukeep in that house, hautatoka. Shetani usipokuwa mwangalifu leo, shetani atakukeep busy. I'm telling you. Shetani atakukeep busy. Shetani atahakikisha leo unakuwa engaged kwa mambo mengi. Shetani anaweza kukutumia wageni. Shetani anaweza kukuattack kupitia maumivu, kupitia magonjwa, kupitia kisirani, kupitia kukosana na mpendwa wako, kukosewa na watoto, kuchoma nguo na pasi, kunyeshewa, matope, kukosa nguo ya kuvaa, vikwazo vya aina nyingi, kukosa sijui sadaka, sijui nini. Shetani anaweza tumia hizo mbinu zote ambao ni strategies zake za kuhakikisha hauendi church. Alafu ikifika saa 5 ndio unakuwa sawa, na ukiangalia saa 5 ibada imeendelea, unaona hauwezi enda. Na ndio maana ningelipenda tuombe pamoja na wewe tukaweze kushinda mbinu za shetani za siku ya leo za kukuzuilia
kwenda katika ushirika wa Jumapili ama ibada za Jumapili, kwa sababu ni ya muhimu kwako katika jina la Yesu. Maandiko yanasema katika kitabu cha Zaburi 133, tazama jinsi ilivyo vyema na ya kupendeza wandugu wanapoketi pamoja kwa umoja. Mpendwa, inapendeza wakati sisi ambao tumemwamini Kristo tunapokuja pamoja kwa ajili ya Mungu. Mungu huamurisha baraka zake pale. Mpendwa, leo ni vizuri upate baraka za kukaa pamoja kwa umoja na wenzako. Kuna baraka ambazo zinaachiliwa kwa sababu ya sisi kukuja pamoja katika jina la Yesu. Kumbuka pia katika kitabu cha Wathesalonike, natumaini wa kwanza ama ni wa pili, chapter 2 verses 17 and 18, Bible inasema, Paulo alisema, tulitaka sana kuja kwenyu. Aswa mimi Paulo nilitaka sana kuja tuonane uso kwa uso, lakini anasema lakini shetani akatuzuilia. Mimi ninajua watu wengi wana moyo wa kuenda katika ibada za leo. Watu wengi wanataka kwenda katika ibada za leo. Watu wengi walijiandaa na wakasema Jumapili lazima nitaenda katika ushirika wa Jumapili. Lakini naye shetani pia amejiandaa kuweka vizuizi kuhakikisha hautaenda. Na ndio maana nimesimama hapa kuomba. Nataka nikuombee, nataka tuombe pamoja na wewe tukaweze kushinda vizuizi vya shetani vya kuzuilia watu kuja kanisani ama katika ushirika. Hapana chukulia kwenda kanisani ni kawaida. Kuna pingamizi mingi ambazo huinuliwa kwa ajili yako ili usiweze kuhudhuria ibada za siku ya leo. Lakini niko hapa kuomba pamoja na wewe katika jina la Yesu. Andiko nasema ya kwamba Herode akamkamata Petero katika Matendo ya Mitume 12, akamkamata Petero ili aweze kumwangamiza, ili aweze kumuua. Lakini kanisa nalo likamuomba Mungu kwa bidii, likamuombea Petero, na Petero akaachiliwa katika jina la Yesu. Sikiliza mpendwa, maombi ina nguvu ya kusababisha uachiliwe. Maombi ina nguvu ya kuweza kuvunja hizo vikwazo ambavyo vimeinuliwa na shetani. Maombi ina nguvu ya kuweza kuvunja hiyo minyororo ambayo imefunga nafsi yako kwa ajili ya siku ya leo. Maombi ina nguvu ya kuondoa vikwazo ambavyo vimeinuliwa mbele yako. Maombi ina nguvu ya kuondoa vizuizi ambavyo vimeinuliwa mbele yako. Maombi ina nguvu ya kushinda vikwazo ambavyo vimeinuliwa mbele yako. Maombi ina nguvu ya kushinda every attack, every demonic attack through dreams ambazo zimeachiliwa kwa mawazo yako. Maana wengine jana mlilala mkiwa mmechangamka na ukasema leo nitaenda kanisani, lakini kufikia leo tena umejipata tena umeamka hauna ile moyo wa kutaka kwenda kanisani. Lakini jana ulilala ukiwa na moyo ukasema nitaenda church mapema, lakini between the night kuna attacks ambazo zimefanywa na asubuhi umeamka hata hauwezi kwenda kanisani. Mungu ameniinua hapa ni kuombea katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Na tukaweza kushinda mbinu na ujuzi na sarakasi za shetani za kukuzuilia katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sijui shetani ameinua nini mbele yako, sijui ni kikwazo gani, sijui ni kizuizi gani ambacho kimeinuliwa mbele yako. Mpendwa, nataka kuomba pamoja na wewe katika kitabu cha Luka 22:31 na 32. Natumai Biblia inasema kwamba Yesu akaambia wanafunzi wake, tazama shetani amewataka ninyi aweze kuwapepeta kama vile ngano, aweze kuwatawanya. Shetani ametamani, shetani ametaka kuwatawanya nyinyi kama vile ngano. Lakini Yesu akasema, lakini mimi nimekuombea Petero katika jina la Yesu. Sasa asubuhi ya leo nasimama katika maandiko yenu na kusema, haijalishi shetani amepanga nini siku ya leo, haijalishi shetani amepanga vipi ili aweze kukuzuilia siku ya leo. Leo nataka nikuombee na unaenda kushinda mpango wa shetani katika jina la Yesu. Leo tunaenda kukatana na mpango wa shetani juu ya maisha yako katika jina la Yesu, na uweze kushinda kila ujanja na kila mbinu ambao shetani anatumia kuhakikisha leo hautaenda kanisani katika jina la Yesu. Nataka nisome andiko alafu tuingie
kwa maombi katika jina la Yesu. Kitabu cha Efeso 6 kuanzia pale 10, Bible inasema a final word. Anasema be strong in the Lord and in his mighty power. Put on all the God's armor. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all the strategies of the devil. Tunataka kuinuka siku ya leo kinyume na strategies za shetani, mbinu, schemes za shetani, uongo wa shetani. Biblia imesema tukaweze kuvaa silaha zote za Mungu ili tuweze sasa kusimama kinyume na ujanja na mbinu zake shetani ambazo ameziweka siku ya leo ya kuhakikisha hautaenda kanisani. Bwana asifiwe. Mstari wa 12 nasema for we are not fighting against flesh and blood enemies. Bwana asifiwe. Anasema huyu shetani, hizi mbinu zake na hiyo ujanja wake si adui wa kimwili, maana hatupigani na adui wa kimwili. Kanisa halipigani na adui wa kimwili, kanisa linapigana na adui wa kiroho. But against evil rulers, we fight against evil rulers, utawala uovu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio tunapigana nayo, maana hiyo ndio inaopigana na watu siku ya leo. Hizi ndizo roho zinazofanya kazi siku ya leo kuhakikisha wewe hautaenda kanisani katika jina la Yesu. But against evil rulers and authorities of the unseen world, tunapigana na utawala mbaya pamoja na mamlaka katika ulimwengu usioonekana, ambao ni ulimwengu wa kiroho. Kumaanisha kwamba adui anayetupiga yuko katika ulimwengu wa roho. Adui anayepigana na kanisa yuko katika ulimwengu wa roho. Against mighty powers. Angalia the kind of enemy tunapigana na yeye. These are mighty powers, because even as we are mighty, we are fighting against evil rulers, because we ourselves are also rulers, powerful rulers. We are authorities, we are mighty powers. Hallelujah, glory to Jesus. In this dark world, we have mighty powers in this light world. Bwana asifiwe. And against evil spirits in the heavenly places. Bwana asifiwe sana. So today we want to pray, because our fight is against evil spirits in the heavenly places. Praise the Lord. Sisi ndizo maroho ambazo zinainuliwa, na ndio tumeambiwa tupigane na hizi. Na asubuhi ya leo, kupitia kwa neema ya Mungu katika maisha yangu na imani nilionayo kwa sababu ya kuamini, nataka nikuombee katika jina la Yesu. Nataka nikufungue ukiwa nyumbani. Nataka nikuombee uweze kushinda kila mbinu, kila strategies za kishetani katika jina la Yesu. Na leo utatokezea victorious in the mighty name of Jesus Christ. And the good thing ni kwamba uta-attend service ya leo katika jina la Yesu. Sijui unanisikiliza ukiwa wapi. Ninaomba tu popote unaponisikiliza ukiwa, make sure you go to church. Make sure you go to church. Fight to go to church. Fight to go to church. Popote unanitazama ukiwa, katika jina la Yesu. Wakazi wa Kericho peke yake, mimi nataka uende kanisani. Nataka uende kanisani. Hata wewe ambaye ulikwazwa kwa kanisa ambalo huwa unaenda ukawacha kwenda kanisani. Nilikwambia kanisa ni nyingi. Roho wa Mungu akuongoze kwa kanisa nyingine. Enda. Kukaa nyumbani haina manufaa. Wakati unakaa nyumbani usifikirie una punish your pastor. Wakati unakaa nyumbani usifikirie una punish the praise and worship ministers. Wakati unakaa nyumbani usifikirie kuna mtu una punish. Wakati unakaa nyumbani, you are the one who is wasting a lot. Bwana asifiwe sana. Because the kingdom of God haiwezi simamishwa na mtu yote, lazima itaendelea. Katika kitabu cha Joshua chapter 1, Mungu akamtokezea Joshua akamwambia, basi Joshua, sikiliza, mtumishi wangu Musa amekufa.
Sasa chukua hii kazi mara moja, uendeshe hii kazi. Yani mtu tu ukitoka, Mungu anainua mtu mwingine mara moja. Kwa sababu kama kuna kitu nimejifunza na Mungu ni kwamba kazi ya Mungu hawezi ruhusu isimame kwa sababu ya mwanadamu, kwa sababu ya kiburi ya mwanadamu, kwa sababu ya vikwazo vyako, sijui eti ulikwazwa, sijui eti nini. Hapana, ukitoka ukae kwa nyumba, mara moja mtu anainua Joshua, mara moja anamwambia Musa ameondoka, Joshua chukua nafasi. Asubuhi ya leo malengo yangu ni kwamba uende kanisani. Na wewe ni mkazi wa hapa Kericho pamoja na vitongoji vyake, mnatuelewa vizuri na mnatufahamu, na pia unajua mahali kanisa letu lipo. Wewe usiyeenenda kanisani, wewe mlevi, wewe kahaba, wewe msherati, wewe mwizi, wewe ambaye unajihesabu kuwa mwenye dhambi, wewe ambao unajua mimi ni mwenye dhambi, wewe ambao unasema mimi sijawahi enda kanisani, Pastor Simiyu nachukua nafasi kukukaribisha kwa ibada zetu. Sikiliza, kanisa la Winners halikuji na watu kwa sababu wameokoka. Kanisa la Winners linakujwa na watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kanisa si ya watu wameokoka, kanisa ni ya kila mtu. Na nafasi yako ipo, mimi nakuhakikishia nafasi yako ipo. So nachukua nafasi kukukaribisha katika jina la Yesu. Na kabisa unasema pastor, mimi kuenda kanisani siku ya leo ni ngumu kabisa, kwa sababu pengine niko kazini, pengine wewe ni mgonjwa uko hospitali, pengine wewe ni mgonjwa uko kwa nyumba, umeshikika, wengine mko safarini. Basi ndio maana tuko na ibada za online ambazo tunakuomba unaweza ukanitazama kwa page yangu ya Winners Celebration Center na utabarikiwa, na pia kwa Apostle PM Simiyu na utabarikiwa katika jina la Yesu. Tunamwamini Mungu, very soon we are going to improve our broadcasting, our live streaming very soon tunaenda kuimprove na utaenda kutupata kwa njia iliyo nzuri, na ninaamini ya kwamba sauti utaipata pia kwa njia iliyo nzuri. Lakini kwa sasa ningelipenda tuingie katika maombezi, tukaweza kuombea wenzetu katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Ungana pamoja na mimi tukaweze kuwaombea wengine na utabarikiwa katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwana Mungu aliye hai, na kushukuru na kuinua kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Tukuzwe na uinuliwe Baba wa mbinguni asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Ni asante kwa wema wako Mungu wa baraka, ni asante kwa fadhili zako Bwana wa majeshi, ni asante kwa mapenzi yako Mfalme wa ajabu, katika jina la Yesu Kristo Mwana Mungu aliye hai. Ninakutukuza asubuhi ya leo Bwana, ninakuinua asubuhi ya leo Bwana, ninakutangaza asubuhi ya leo Bwana. Natangaza ukuu wako Baba wa mbinguni, natangaza njia zako Baba wa mbinguni, natangaza ukuu wako Baba wa mbinguni, natangaza mapenzi yako Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Ni asante kwa wema wako Bwana, ni asante kwa fadhili zako Bwana, ni asante kwa ukuu wako Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Na kushukuru kwa sababu ya siku hii ambao umeifanya kwa ajili yetu, ili tukaweze kufurahia na kushangilia ndani ya siku hii, katika jina la Yesu. Na kutukuza wewe Baba, na kuinua wewe Mfalme, katika jina la Yesu. Asante kwa wema wako Bwana, asante kwa fadhili zako Mungu wa baraka, asante kwa mapenzi yako Mfalme wa ajabu, katika jina la Yesu Kristo. Ninakuinua katika enzi yako asubuhi ya leo Bwana, ninakutukuza Mungu wa baraka, katika jina la Yesu. Ninakutangaza wewe ni Mungu wa kipekee, wewe ni Mfalme wa wafalme, wewe ni Bwana wa mabwana, katika jina la Yesu. Wewe ni jiwe kuu la pembeni, wewe ni msingi imara, katika jina la Yesu. Wewe ni maficho yetu Bwana, wewe ni makimbilio yetu Bwana, wewe ni msaada wetu Bwana, wewe ni ngao ya maisha yetu Bwana, wewe ni chakula cha uzima, katika jina la Yesu. Wewe ni maji ya uzima Baba wa mbinguni, na kuinua na ninakutukuza na kutangaza asubuhi ya leo, katika jina la Yesu. Melitukuza jina lako Bwana zaidi ya vyote, katika jina la Yesu. Nani aliye kama wewe Mungu wa kipekee? Nani aliye kama wewe Mfalme wa amani? Nani aliye kama wewe mtakatifu, mweza wa vyote, katika jina la Yesu. Hakuna jambo lililogumu mbele zako Baba wa mbinguni. Mambo yote yanawezekana katika jina lako Bwana, Mwana wa Mungu aliye hai. Na kutukuza wewe Baba, na kutukuza wewe Mfalme, na kutukuza wewe kimbilio, na kutukuza wewe tegemeo,
na kutukuza Bwana wa majeshi, na kutukuza wewe kimbilio katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo Baba ninakuinua, asubuhi ya leo Baba ninakutukuza, asubuhi ya leo Baba ninakutangaza, na kutangaza wewe ni Mungu, na kutangaza mfalme wa ajabu, na kutangaza Bwana wa majeshi, na kutangaza wewe kimbilio, na kutangaza wewe tegemeo, na tangaza ukuu wako Baba wa mbinguni, na tangaza makusudi yako Baba, na tangaza njia zako Baba, na tangaza ukuu wako Bwana, na kutangaza Mungu wa baraka, na kutangaza Mungu wa amani, na kutangaza uliyeshinda kifo na mauti, na kutangaza mwanzo tena mwisho, na kutangaza asubuhi ya leo, na kutangaza wewe Bwana, na kutangaza wewe mfalme katika jina la Yesu Kristo. Umetukuka zaidi ya vyote Baba wa mbinguni, umeinuliwa katika enzi yako Baba wa mbinguni, umeinuliwa zaidi ya vyote ambavyo vimeinuliwa na wanadamu katika jina la Yesu Kristo. Ni asante kwa wema wako Bwana, ni asante kwa fadhili zako Bwana, ni asante kwa ukuu wako Bwana, ni asante kwa mapenzi yako Bwana, ni asante kwa njia zako Bwana, ni asante kwa kuwa wewe ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Kama vile Musa alivyomwinua nyoka wa shaba jangwani, natangaza Baba wa mbinguni, ndivyo umeinuliwa, umeinuliwa zaidi ya vyote ambavyo wanadamu wameinua, umeinuliwa zaidi ya mamlaka yote, umeinuliwa zaidi ya nguvu zote, umeinuliwa zaidi ya sultan Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Ninakutukuza asubuhi ya leo, ninakuinua asubuhi ya leo, ninakuhimidi asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Wewe ni mfalme wa wafalme, wewe ni Bwana wa mabwana, wewe ni Mungu wa miungu, wewe tangia mwanzo haujashindwa katika jina la Yesu. Utawala wako ni wa milele na milele, utawala wako ni wa vizazi hata na vizazi. Unatawala kwa nguvu Baba wa mbinguni, unatawala kwa uwezo Baba wa mbinguni, unatawala kwa mamlaka Baba wa mbinguni. Natangaza unatawala Baba, natangaza unatawala Baba, natangaza unatawala Baba, natangaza unatawala mfalme, natangaza unatawala mtakatifu, natangaza unatawala Ebeneza, natangaza unatawala kimbilio katika jina la Yesu. Wewe ni mtawala Bwana wa majeshi katika jina la Yesu. Ninakutangaza asubuhi ya leo, ninakutangaza asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Natangaza ukuu wa jina lako, jina ambalo tulipewa, jina la kipekee. Kupitia kwa jina lako tumeokolewa, kupitia kwa jina lako tumekombolewa, kupitia kwa jina lako tumewekwa huru. Nalitangaza jina lako, maana jina lako ni ngome imara, wenye haki ulikimbilia wanakuwa salama. Natangaza usalama katika jina lako Kristo Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Natangaza ukuu wa jina lako katika jina la Yesu. Jina lako limetukuka sana katika jina la Yesu. Jina lako limeinuliwa sana katika jina la Yesu. Jina lako limehimidiwa sana katika jina la Yesu. Ninalitaja jina lako Baba, ninalitaja jina lako Baba, ninalitaja jina lako Kristo Yesu, mwana Mungu aliye hai. Maana imeandikwa, aminia kwamba Yesu ni Kristo, amezaliwa na Mungu, na kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Asubuhi ya leo ninataja jina lako Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Ninalitaja jina lako asubuhi ya leo, ninalitaja jina lako. Nataja ukuu wa jina lako Baba, nataja ukuu wa jina lako mfalme, nataja ukuu wa jina lako kimbilio, nataja ukuu wako Baba wa mbinguni katika jina la Yesu. Jina lako limetukuka, jina lako limeinuliwa, jina lako limehimidiwa, jina lako limetukuka katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo nalitaja hili jina, jina hili la kipekee, jina ambalo tulipewa. Kwa jina hili waliofungwa wanafunguliwa, kwa jina lako walioshikwa wanaachiliwa, kwa jina lako wagonjwa wanapona katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Limetukuka jina lako sana Baba, limetukuka jina lako sana Baba, limetukuka jina lako mfalme wa amani, limetukuka jina lako mfalme wa amani.
Limetukuka jina lako Baba, limetukuka jina lako Baba, limetukuka jina lako Baba, limetukuka jina lako Baba. Nalitukuza jina lako, nalitukuza jina lako, nalitukuza jina lako Baba, nalitukuza jina lako Baba, naliinua jina lako Baba, naliinua jina lako Baba, naliimidi jina lako Baba, naliimidi jina lako Baba, naliimidi jina lako Baba, nalitangaza jina lako Baba, nalitangaza jina lako Baba. Imeandikwa ya kwamba katika jina la Yesu Kristo mambo yote yanawezekana. Katika jina la Yesu ninasimama kutangaza ukuu wa jina lako, ninasimama kutangaza makusudi yako, ninasimama kutangaza njia zako Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Imeandikwa katika kitabu cha Yohana 1:5 ya kwamba tangia mwanzo giza halijawahi kushinda nuru, mbali nuru yako Baba imeangaza tangia mwanzo mpaka siku ya leo. Ninainuka kutangaza ufalme wa nuru, ninainuka kutangaza utawala wako, nainuka kutangaza utawala wa nuru asubuhi ya leo, nainuka kutangaza utawala wako Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu. Umeinuliwa Mungu wa baraka, umeinuliwa mfalme wa amani, umeinuliwa wewe kimbilio, umeinuliwa wewe tegemeo, umeinuliwa Bwana wa majeshi, umeinuliwa wewe mtakatifu. Natangaza umeinuliwa, umeinuliwa zaidi ya vyote, umeinuliwa zaidi ya mamlaka yote, umeinuliwa zaidi ya utawala wote, umeinuliwa zaidi ya falme zote. Asubuhi ya leo natangaza ukuu wako, asubuhi ya leo natangaza ukuu wako, asubuhi ya leo natangaza neno lako, asubuhi ya leo natangaza makusudi yako, asubuhi ya leo natangaza njia zako, asubuhi ya leo natangaza mapenzi yako, asubuhi ya leo natangaza nguvu zako. Asubuhi ya leo natangaza ufalme wako Baba, katika jina la Yesu. Ufalme wako Bwana, utawala wako Baba, ukuu wako Baba, makusudi yako Baba, mapenzi yako Bwana, ninatangaza asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninakushukuru Bwana kwa kuwa wewe ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Ninakushukuru Bwana wa mabwana, kwa maana wewe ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Ninakushukuru mfalme wa wafalme, kwa maana fadhili zako ni za milele. Ninakushukuru Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zako ni za milele. Wewe peke yako umefanya maajabu, kwa maana fadhili zako Baba mbinguni za milele. Wewe peke yako umetenda makubwa Bwana, katika jina la Yesu. Uliyefanya mianga mikuu, kwa maana fadhili zako ni za milele. Uliyeweka jua itawale mchana, kwa maana fadhili zako Baba mbinguni za milele. Wewe weka nyota na mwezi kutawala usiku, kwa maana fadhili zako Baba mbinguni za milele. Ninakutukuza asubuhi ya leo, wewe ambaye umetuleta umbali huu wote, kwa maana fadhili zako Baba mbinguni za milele. Wewe ambaye umetusaidia, kwa maana fadhili zako Baba mbinguni za milele. Wewe ambaye umetuongoza umbali huu wote, kwa maana fadhili zako Baba mbinguni za milele. Wewe ambaye umetupigania, kwa maana fadhili zako Baba mbinguni za milele. Wewe ambao umetushika kwa mkono wa kuume wa haki yako, kwa maana fadhili zako Baba mbinguni za milele. Wewe ambao umetusaidia, kwa maana fadhili zako Baba mbinguni za milele. Wewe ambao umetusimamisha, kwa maana fadhili zako Baba mbinguni za milele. Ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Wewe ambao umetupatia ushindi, kwa maana fadhili zako Baba mbinguni za milele. Wewe ambao umetufanya washindi, kwa maana fadhili zako Baba mbinguni za milele. Wewe ambao umetupa amani katika mji wa Kericho, kwa maana fadhili zako Baba mbinguni za milele. Wewe ambaye makusudi yako yametendeka katika mji, kwa maana fadhili zako Baba mbinguni za milele. Ninakushukuru kwa ajili ya kaunti ya Kericho, nakushukuru kwa ajili ya utawala wa kaunti ya Kericho, ninakushukuru kwa ajili ya mji Bwana. Asante kwa amani yako, asante kwa ushindi wako, asante kwa ukuu wako, asante kwa makusudi yako, asante kwa mapenzi yako, asante kwa njia zako Baba, asante kwa ukuu wako Bwana. Natangaza
umekuwa mwema katika mji Bwana, umekuwa mwema katika mji Bwana, umekuwa mwema katika mji Bwana, umekuwa mwema Baba wa mbinguni, umekuwa mwema mfalme wa amani, umekuwa mwema wewe mtakatifu, umekuwa mwema wewe kimbilio, umekuwa mwema wewe tegemeo. Natangaza wema wako ni zaidi Bwana katika mji Bwana. Neno lako limeenea katika mji Bwana, neno lako limeenea katika mji Bwana. Umetamalaki Baba wa mbinguni, umetamalaki katika mji Bwana, umetamalaki katika mji Bwana. Asante kwa kanisa la Kericho Bwana, asante kwa watumishi wako katika mji Bwana, asante kwa wakazi wa mji Bwana. Asante Mungu wa baraka, ninakushukuru kwa makusudi yako kwa ajili ya mji huu, ninakushukuru kwa makusudi yako kwa ajili ya kanisa la mji huu, ninakushukuru kwa ajili ya mji huu, kwa makusudi yako kwa ajili ya wakazi wa mji Bwana. Nakushukuru kwa ajili ya ukuu wako, nakushukuru kwa ajili ya mapenzi yako, nakushukuru kwa ajili ya makusudi yako. Nakushukuru maana shetani ameshindwa katika mji Bwana, nakushukuru maana kazi za uganga zimeshindwa katika mji. Nakushukuru maana kazi za uchawi zimeshindwa katika mji. Nakushukuru maana kazi za majini zimeshindwa katika mji. Nakushukuru maana ushirikina umeshindwa katika mji. Nakushukuru maana adui wa kanisa lako ameshindwa katika mji, katika jina la Yesu. Na wewe Baba umetukuka, Kristo Yesu umetukuka, umetukuka katika mji Bwana, umetukuka kwa wakazi wa mji Bwana, umetukuka kwa wamama, umetukuka kwa wazee, umetukuka kwa wanaume, umetukuka kwa vijana, umetukuka kwa wasichana, umetukuka kwa watoto, umetukuka Baba wa mbinguni, umetukuka mfalme wa amani. Utawala wako umezidi Bwana, utawala wako umeongezeka Bwana, umeenea Baba wa mbinguni, umeenea Baba wa mbinguni, umeenea Baba wa mbinguni, umeenea mfalme wa amani. Ninakuimbia Bwana kwa kuwa umetukuka sana. Farasi na wapanda farasi umewatupa baharini. Mungu kwa rehema zako umewakomboa watu wako. Vizazi vya watu wamesikia, wote wametetemeka. Mungu wangu, wewe ni mtu wa vita, katika jina la Yesu. Na kutukuza Baba, na kutukuza wewe mfalme, na kutangaza kimbilio, na kutukuza Baba wa mbinguni, na kutukuza Mungu wa baraka, katika jina la Yesu. Umetufufua pamoja na Kristo, umetuketisha pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho. Na penya katika jina la Yesu, na penya katika jina la Yesu katika ulimwengu wa roho, na penya katika jina la Yesu kinyume na kila mamlaka, kinyume na kila utawala, kinyume na kila nguvu, kinyume na kila falme. Kwa jina la Yesu Kristo natangaza kusimama kinyume na kila mbinu ya shetani, natangaza kusimama kinyume na kila uongo wa shetani, natangaza kusimama kinyume na kila ujanja wa shetani katika ulimwengu wa roho. Ninasambaratisha, ninasambaratisha, ninasambaratisha your strategy, every evil strategy of the enemy. Ninaisambaratisha asubuhi ya leo, naisambaratisha asubuhi ya leo kila mikakati yako shetani ambayo umeiweka ya kuzuilia watu. Naisambaratisha, 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 naiangusha, naiangusha. Ninatawanya kila ujanja wako, kila kazi yako. Ninasimama kinyume nayo, ninasimama kinyume na ujanja wako shetani, ninasimama kinyume na mbinu yako shetani, ninasimama kinyume na kazi zako shetani, ninasimama kinyume na kila ambacho umefanya katika jina la Yesu. Ninasimama kinyume na vizuizi vyako, ninasimama kinyume kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Paulo akasema tulitaka sana kuja kwenu, lakini shetani akatuzuilia. Ninasimama kinyume na kila vizuizi, ninaviondoa katika ulimwengu wa roho. Ninaondoa vizuizi, ninaondoa vizuizi vya kuinuliwa kinyume na ibada za leo. Ninaziondoa kwa jina la Yesu, ninaziondoa kwa jina la Yesu. Na penya nikitangaza Mungu wangu ni moto ulao, na penya nikitangaza ya kwamba Bwana umelifanya neno lako katika kinywa changu kuwa
kama moto kwa jina la Yesu. Na penya na moto, na penya na moto wa Roho Mtakatifu, na penya na moto wa Roho Mtakatifu, na penya na moto wa Roho Mtakatifu, na penya na moto wa Roho Mtakatifu asubuhi ya leo. Na penya na fire, na penya na fire, na penya na fire. Na tangaza moto, na tangaza moto, na tangaza moto, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu. Na penya na moto, ninasambaratisha kila kazi ya giza. Na penya na moto, ninasambaratisha kila kazi ya kushetani. Chochote umeanzisha, ninakiangusha, ninakiharibu. Kila vizuizi, kila pingamizi ambazo umeinua katika ulimwengu wa roho, ninaziangusha, 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 ninaziangusha. Na ninasambaratisha mipangilio yako, ninasambaratisha mipangilio yako, ninasambaratisha mipangilio yako, ninasambaratisha asubuhi ya leo. Mipangilio kinyume na wamama, ninaisambaratisha. Mipangilio kinyume na wazee, ninaisambaratisha. Mipangilio kinyume na vijana, ninaisambaratisha. Mipangilio kinyume na watoto, ninaisambaratisha. Mipangilio kinyume na ibada za leo, ninaisambaratisha. Ninapenya na sambaratisha, ninapenya na sambaratisha, ninapenya na sambaratisha. Napenya na fire, na penya na fire, na penya na moto, na penya na moto. Na tangaza moto, na tangaza moto, na tangaza moto, na tangaza moto. Moto wa Roho Mtakatifu, 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 moto wa Roho Mtakatifu. Na achilia fire, na achilia fire. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Fire is against your kingdom, devil. Fire is against evil authority. Fire is against evil authorities. Fire is against evil powers. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, I release fire, I release fire, I release fire. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Ikatalaba sanda, ikataria kabarazanda, makatalaba, bekete kaseke, rekaraba, rekababa buzanda, rekababa buzanda, rekababu zanda, rekrabaria zanda, makatalaba, makataleza katela, rekrabazandu kuporozia, ekatalaba, 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 ekatatara, emakasala, emakasela, rekrabazanda, ekatalaba, ebakushalaba, ebakushalaba, rekrabazanda, rekrabazanda, bakushalaba, 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 emakasa, emakata, ebakazanda. Ikalabaraba, ikatalaba, ikatalabazia, 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 makatalabazanda, 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 ikatarabazanda, ibaruza kataria, ibaruza kataria, ibaruza kataria, ibakashanda rabazia, ibakashanda rabazia, ibakatalebazeke, makutaleka sola kasaya, yakatanamazia, Ekatala, ekata, ekata, ekataria, ekataria, kabarazanda, kabarazanda, ekatolaboza, ekatolaboza, bukushalabazia, bekatalabazanda, bekatalabazanda. Be glorify you, my God. Be glorify you, my God. I glorify your name, O God. I glorify your name, O God. I exalt you, Lord. I exalt you, Lord. I exalt you, Lord. I exalt you, my God. I exalt you, my Jesus. I exalt you, Lord. I exalt you, Lord. I exalt you, Lord. I exalt you, Lord. Ekatalaba, ekatalaba, ebakasanda, bakatelabuza, yakatora kasanda, makatalia bazeke, mekatatata, makatalaba, ekatalia bazanda, rekababa buzaya, rekababa buzaya, rekababa buzaya.
rabazaya ikatalabazanda rakabazandaria bakushanda rabazeka bakushalabazia ikalaba ikatalaba ibazaza ikatala ishandaraba ishakatana mazanda ibakasalabazeka ibakusandarabazaya ikateria katana mazakata ikatala kasala ibababuzaya ibakashandarabazaya Ibakashanda rabazaya ibakashanda rabazaya bakushalabazia bakushanda kabaraza bakusalabazeka. Umeinuliwa zaidi ya vyote Bwana, umeinuliwa Mungu wa baraka, umeinuliwa mfalme wa amani, umeinuliwa wewe mtakatifu, umeinuliwa wewe kimbilio, umeinuliwa wewe kimbilio, umeinuliwa wewe tegemeo. Natangaza umeinuliwa zaidi ya vyote, natangaza umeinuliwa zaidi ya vyote. Umeinuliwa katika mji, umeinuliwa katika mji, umeinuliwa katika mji, umeinuliwa Baba wa mbinguni, umeinuliwa mfalme wa amani, umeinuliwa mtakatifu, umeinuliwa mwanzo tena mwisho. Baba nakutangaza, Baba nakutangaza, Baba nakutangaza Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Nakutangaza wewe Baba, 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 nakutangaza wewe mfalme. Nakutangaza Bwana, nakutangaza asubuhi ya leo, nakutangaza asubuhi ya leo wewe utupeaye kushinda katika Kristo Yesu. Nakutangaza asubuhi ya leo wewe ambao umetufanya washindi, nakutangaza asubuhi ya leo umetufanya washindi kwa jina la Yesu. Maandiko inasema mfalme Herode akamkamata Petero ili akaweze kumwangamiza, lakini kwa juhudi kanisa likamwombea na akaachiliwa. Ninasimama asubuhi ya leo kuombea wamama, nasimama asubuhi ya leo kuombea wazee, nasimama asubuhi ya leo kuombea vijana. Ninawafungua, ninawafungua, ninawafungua kutokana na vifungo, ninawafungua, ninawafungua kila nafsi ambayo imetekwa nyara. Natangaza kuifungua, natangaza kuifungua, natangaza kuifungua, natangaza kuifungua kila nafsi ambayo imefungwa na minyororo. Natangaza kuifungua asubuhi ya leo. Na penye na moto, na penye na fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Inaachilia moto, inaachilia moto, inaachilia moto kinyume na kila kazi ya giza. Inaachilia moto kinyume na evil powers. Ninaachilia moto katika jina la Yesu kinyume na evil rulers. Ninaachilia moto kinyume na evil authorities. Ninaachilia moto kinyume na wicked powers in the name of Jesus. Wicked spirit in the heavenly places. Ninaachilia fire, ninaachilia fire, ninaachilia fire, ninaachilia fire. Ninafungua wamama waachiliwe. Maandiko inasema chochote nitafungua duniani kitafunguliwa hata mbinguni. Nafungua wamama, nafungua wazee, nafungua vijana, nafungua watoto, nafungua wageni, nafungua wenye dhambi kwa ajili ya kumwabudu Bwana. Tangaza kuwafungua, natangaza kuwafungua kwa ajili ya ibada za leo. 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 Nafungua wamama kwa ajili ya ibada za leo. Nafungua wazee kwa ajili ya ibada za leo. Nafungua vijana kwa ajili ya ibada za leo. Nafungua watoto kwa ajili ya ibada za leo. Kila nafsi ambayo imeshikwa ninaamurisha iachiliwe, ninaamurisha iachiliwe. Kila mawazo ambayo imeshikwa ninaamurisha iachiliwe, ninaamurisha iachiliwe, ninaamurisha iachiliwe. Yesu kaambia wanafunzi wake ya kwamba shetani amewataka ninyi ili awapepete kama vile ngano, lakini nimekuombea Petero, lakini nimekuombea Petero. Ninainuka kinyume na matamanio ya shetani siku ya leo, kinyume na maisha yako. Ninainuka kinyume na
mipangilio ya shetani kinyume na maisha yako, ninaomba kinyume nayo. Ninaomba kinyume na mipango ya adui, ninaomba kinyume na mipango ya shetani, ninaomba kinyume na mbinu ya shetani, na ninatangaza kuachiliwa kwako. Ninatangaza siku ya leo makusudi ya shetani haitatimia juu yako, haitatimia juu yako, haitatimia juu yako. Makusudi ya giza haitatimia juu yako, haitatimia juu yako, haitatimia juu yako. Makusudi ya ufalme wa giza haitatimia juu yako, haitatimia juu yako, haitatimia juu yako kwa jina la Yesu, kwa sababu nimekuombea na ninatangaza achiliwa, 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 achiliwa. Achiliwa, achiliwa. Wagonjwa wapone, wagonjwa wapone, wagonjwa wapone. Waliofungwa wafunguliwe, walioshekwa waachiliwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Natangaza ni kwa jina la Yesu, natangaza ni kwa jina la Yesu, natangaza ni kwa jina la Yesu, natangaza ni kwa jina la Yesu. Ikatalaba, ikandaraba sanda, rikabasanda riabazuka, makushala bazanda, rikabarazara bazia kate, makasheka tela kazara, rakabaruzia kapala, mashendari bazeka, makutali abazeka tora, rakabababoza, rikabashanda, 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 yakatalaba, yakatalaba, ekatera bazanda, ebakashanda. Kila mipangilio ambayo ilikuwa imepangwa siku ya leo, ninaikansel yote, ninaikansel yote, ninaikansel yote kwa jina la Yesu. Every demonic attack ninaiangamiza yote, ninaiangamiza yote. Imeandikwa katika Isaya 54 mstari wa 17, hakuna silaha itakayofanyika kinyume itakayofaulu. Ninasimama na kutangaza asubuhi ya leo, silaha zote za kuachiliwa hazitafaulu, hazitafaulu, hazitafaulu. Imeandikwa silaha za wachawi hazitafaulu, imeandikwa silaha za majini hazitafaulu, imeandikwa silaha za waganga hazitafaulu, imeandikwa silaha za madhabahu mbaya hazitafaulu, imeandikwa silaha za kushetani hazitafaulu, silaha za ujanja hazitafaulu, silaha za vizuizi hazitafaulu, silaha za wivu hazitafaulu, silaha za chuki hazitafaulu. Kila silaha iliyo kinyume na huduma hii imeandikwa haitafaulu, 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 haitafaulu. Nasimama kutangaza kwa ajili ya kuamini haitafaulu, haitafaulu, haitafaulu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu natangaza ni kwa jina la Yesu. Ninafungua anga kwa ajili ya ibada za leo, nafungua kwa jina la Yesu, nafungua kwa ajili ya mama, nafungua kwa ajili ya wazee, nafungua kwa ajili ya vijana, nafungua ibada za leo kwa ajili ya watu wako Bwana, nafungua ibada za leo kwa ajili ya wenye dhambi, nafungua ibada za leo kwa jina la Yesu. Ninafungua kwa ajili ya wageni, natangaza kufungua katika jina la Yesu. Kila silaha iliyokuwa inainuliwa kinyume haitafaulu leo, haitafaulu leo, haitafaulu leo, haitafaulu. Chochote shetani umeinua kinyume na huduma hii, ninaiangusha, 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 ninaiangusha katika jina la Yesu, ninaiangusha katika jina la Yesu. Bible inasema kwamba wakapaza sauti zao kwa nguvu na sauti zao zikafaulu. Asubuhi ya leo kila sauti inayopaswa kwa nguvu kinyume na huduma hii haitafaulu, haitafaulu, haitashinda, 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 haitashinda. Sauti ya adui, sauti ya wasiotutaka, sauti ya wasiotupenda, sauti ya chuki, sauti ya wivu hautafaulu, haitafaulu, haitafaulu, haitafaulu kwa jina la Yesu. Sauti ya kunyamazisha haitafaulu, haitafaulu. Sauti ya kusema haitafaulu, sauti iliyo kinyume haitafaulu. Kila sauti ambayo imenena kinyume na huduma hii wiki hii, kila sauti ambayo imenena kinyume na watu wa huduma hii wiki hii, ninaicancel kwa jina, ninaicancel kwa jina. Maongeo yote imeachiliwa katika anga kinyume na huduma hii, maongeo yote imeachiliwa kinyume na maisha yetu katika jina la Yesu. I cancel hizo maneno, ninazikancel, ninaziteketeza na moto, naziteketeza na moto. Kila maneno ya kuachiliwa kinyume haitafaulu, 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 haitafaulu.
haitafaulu, haitafaulu, haitafaulu. Ujanja wako mpya shetani, hata huo hautafaulu, hautafaulu kwa jina la Yesu. Bali natangaza watu kuachiliwa kwa ajili ya ibada za leo. Nafungua wageni wale ambao wamezuiliwa kujua mahali hapa, na wafungua kujua. Wale ambao wamezuiliwa kufika mahali hapa, na wafungua kufika. Ninafungua wenyeji katika jina la Yesu. Aliyesema wiki hii ninapenda kushiriki katika huduma hii, ninamudai kwa jina la Yesu, ninamudai kwa jina la Yesu. Ninawaombea wasioenda makanisani, ninawadai. Ninawaombea ambao hawajaokoka, ninawadai kwa ibada za leo. Na wadai makahaba, na wadai waizi, na wadai wale, na wadai wenye dhambi asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Ninaombea barabara hii wanapopita Bwana, Roho wa Bwana awashawishi, awashawishi, awashawishi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. O Baba utukuzwe, Baba utukuzwe, Baba yangu utukuzwe, Baba yangu uinuliwe. Natangaza uinuliwe Kristo Yesu, natangaza uinuliwe Kristo Yesu, natangaza uabudiwe Baba yangu, natangaza uabudiwe Baba yangu, na kuinua katika enzi yako Baba, na kuinua kwa ibada za leo, na kutukuza siku ya leo. Kila pepo za kutumwa kinyume na huduma hii natangaza nimewashinda, natangaza tumewashinda. Kila pepo za kuvamia watu manyumbani ninawafungua shirika huduma hii, ninawafungua kwa jina la Yesu, 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 ninawafungua kwa jina la Yesu. Natangaza kuwadai, 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 natangaza kuwadai katika jina la Yesu. Natangaza kila roho ambayo imeinuliwa kinyume na ibada za leo, kinyume na huduma hii, natangaza utaweza, natangaza utaweza, natangaza utaweza. Roho za kutuma, pepo za kutuma, nguvu za kutuma, evil forces za kuachiliwa kinyume. We are overcomers in the mighty name of Jesus. We are victorious in Christ Jesus. We are victorious in Christ Jesus. In the mighty name of Jesus. Hakuna chochote kitainuliwa kinyume kitaweza kufanya kazi, because we serve a powerful God. We serve a mighty God. In the mighty name of Jesus Christ, no curse, no power itafaulu kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Ninatangaza ibada za leo kuwa sawa na makusudi ya Bwana katika jina la Yesu. Ninawafungua wamama kwa ajili ya ibada za leo, ninawafungua wazee kwa ajili ya ibada za leo, ninawafungua vijana, na wafungua wanaume, na wafungua wasichana, na wafungua watoto, na wafungua wageni, ninafungua vitongoji vyote, ninafungua barabara zote, ninaamrisha na kufungua kwa jina la Yesu. Ninaachilia fire everywhere. Every confusion spirit kwa stage ya sambusa ninaisambaratisha, ninaiangusha kwa jina la Yesu, ninaiangusha kwa jina la Yesu. Kila mashambulizi manyumbani natangaza kuiondoa, natangaza kuiondoa, natangaza kuiondoa, natangaza kuiondoa, natangaza kuiondoa, natangaza kuiondoa. Natangaza ukuu wa Bwana katika ibada za leo, natangaza uponyaji, natangaza elimu, natangaza baraka, natangaza ukuu wa Bwana. Kila nafsi itakayofika siku ya leo, Baba unaibadilisha, Baba unaibadilisha, Baba unaibadilisha, Baba unainua, unainua wamama, unainua wazee, unainua vijana, unainua watoto. Baba unatenda makubwa, Baba unatenda makuu, Baba unatenda makuu, na kutukuza, na kutukuza, na kutukuza, na kutukuza kwa ibada za leo, na kutukuza kwa mioyo yetu, na kutukuza Mungu wa baraka. Inuka Baba, Baba inuka. Arise, O King of Glory, arise, O Mighty One, in the mighty name of Jesus. Na kutukuza kwa ibada za leo katika jina la Yesu. Kila roho ya kunyamazisha sauti ya huduma hii natangaza haitaweza, natangaza haitaweza, natangaza kupaza sauti, natangaza sauti hii kufungua katika anga. Ninaifungua kwa jina la Yesu, naifungua kwa jina la Yesu.
Na Baba nakutukuza, na Baba nakutukuza, Mfalme wa amani nakutukuza, Mungu mwenye nguvu nakutukuza, na kutangaza Mungu wa baraka, na kutangaza Mfalme wa ajabu. Pokea sifa Baba wa mbinguni, pokea utukufu Mungu wa baraka. Asante kwa ibada za leo, asante kwa makusudi yako Bwana, asante kwa mapenzi yako Bwana, asante kwa njia zako Bwana, asante kwa yale ambao umekusudia kutenda siku ya leo. Kile ninaomba Bwana ni mawazo yako, na ninaomba njia zako, naomba mapenzi yako Bwana. Ninaomba Bwana wa majeshi, tukuka Mungu wa baraka, tukuka Mfalme wa amani. Wacha kila atakaye hudhuria ibada za leo, wacha akutane na wewe Bwana, wacha akuone Bwana, wacha apate uguso kutoka kwako katika jina la Yesu. Ninalibariki jina lako. Moyo wangu umejawa na shukrani kwa sababu ya matendo yako makubwa, na kwa sababu ya yale unayoyatenda katika jina la Yesu. Ninakutukuza Mungu na ninakuinua kwa jina safi la mwanao Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen. Basi mpendwa mtazamaji, Mungu akubariki sana. Natumai tumeomba pamoja na wewe. Amka, jiandae, usikae kwa nyumba. Hakikisha siku ya leo unaenda kanisani. Na kwa wakazi wa Kericho ambao hamwendi kanisani, ninawakaribisha. Lakini kama uko na kanisa ya kwenda, enda kwa kanisa hilo. Lakini kwa wewe usienda kanisa, nachukua nafasi kukukaribisha rasmi. Na kwa wewe ambao umetamani kushiriki pamoja na sisi, na kukaribisha. Pengine umekuwa ukitazama live katika online service na ungelipenda kushiriki na sisi, mimi nakukaribisha katika jina la Yesu. Ukifika tu Kericho town, useme upeleke kwa kanisa la Winners, kwa Apostle Simiu ama Winners ya huko chini, na kuambia utaletwa mpaka hapa na tutabarikiwa pamoja na wewe, na itakuwa ni furaha kubwa sana. Na wakaribisha wageni pia katika jina la Yesu. Siku ya leo tunaanza kuongea kuhusu ndoto, kwa sababu Mungu anatumia ndoto, na kwa sababu imeandikwa kwa Biblia, kwa sababu pia wewe unaota sana. Sikuje tukaweza kubarikiwa. Kuna ndoto mpaka leo inakusumbua, uliota zamani na inakusumbua mpaka wa leo. Ni kwa sababu bado hujapata meaning yake, na hii ndoto iko na mission kubwa kwa maisha yako. Maana ndoto ni nzuri. Sijui ni mmoja wa wale watu ambao wanachukulia ndoto kuwa za kawaida. Leo kuja nikufunze aina za ndoto katika jina la Yesu. Sitafurahi kukuona. Hakikisha umeweza kushare video hii kwa wengine, ili maombi haya kawafungue na pia ukaweza kukua baraka kwao. Nimesema endelea kunitazama kwa page yangu ya Winners Celebration Center. Nitazame leo saa 6, nitakuwa nikifunza kuhusu ndoto. Na kwa Apostle PM Simiu nitazame kuanzia saa 4, nitakuwa nikiongea kuhusu sauti zinazonyamazisha, roho ya kunyamazisha sauti yako. Sijui kama unajua sauti yako inapaswa kusikika katika ulimwengu wa kiroho. Je, sauti yako inaweza kuwa physically inasikika lakini haina maana? Ukitoka imetoka. Sauti yako inapaswa kubaki, na sauti yako inapaswa kusikika sana katika jina la Yesu. Sauti ya biashara yako. Na ndio maana unaona kuna watu waliondoka, lakini bado sauti zao ziko na effect mpaka siku ya leo. Na pengine wewe ni mchungaji ama wewe ni askofu, utasikiliza huu ujumbe huu, jinsi ambavyo shetani hujaribu kunyamazisha sauti ya kanisa ama sauti ya mchungaji. Unaweza pata mchungaji umekaa katika mji kwa miaka mingi, haujulikani hata kidogo. Unapaswa kujulikana. Mambo ambayo Yesu aliyafanya yalisababisha jina lake likaenea sana na akajulikana sana. That's why mahali popote Yesu alikuwa anaenda, watu walikuwa wanakimbia hapo, kwa sababu tayari sauti yake ilikuwa imeenda. Na hii ni mbinu ambayo shetani hutumia kunyamazisha sauti yako. Unapaswa kuelewa ya kwamba watumishi wa kizazi cha sasa, wewe ni sauti kwa hii generation. Wewe ni sauti. Sauti yako inapaswa kusikika kwa kanisa ambalo unachunga. Sauti yako inafaa kusikika kwa hiyo village. Sauti yako inapaswa kuenda zaidi. Na tuko na watu mpaka sauti yako imezimwa mpaka kwa washirika wako. Kuja tutaomba na wewe saa 4, nitakuwa nikiongea kuhusu roho ya kunyamazisha sauti za matumaini, sauti za ushindi, sauti za uponyaji, sauti za baraka. Kuna wengine ni sauti ya uponyaji lakini imenyamazishwa, watu hawaijui. Kuna wengine ni sauti ya ukombozi, imenyamazishwa, wengine hawajui. Hebu nisikilize sana kwa page yangu ya Apostle PM Simiu. Sikiliza ujumbe huu ambao Mungu amenipa asubuhi ya leo. Kutoka kwangu, mimi naitwa Apostle PM Simiu, Voice of Fire, wa kanisa la Winners Celebration Center hapa Kericho. A fellowship where everybody is somebody. Nimesema kanisa letu linapatikana katika nyuma ya Shiblen Supermarket Kericho Town, katika uwanja wa Sowek Driving School.
Ukija pale utaona jengo kubwa ambalo limejengwa na vioo na limeandikwa kwa herufi kubwa, Winners Celebration Center, a fellowship where everybody is somebody. Nitafurahi kukuona kabisa katika jina la Yesu. Unaweza ukashare kwa page yangu, unaweza ukashare video hii, na pia unaweza ukacomment na ukaniambia jinsi ambavyo umebarikiwa. Mungu akubariki na Mungu akutende mema kutoka kwangu, na kutakia uende kanisani ukasikilize vile Mungu anasema juu yako. Mungu akubariki sana.